mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika, majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika, majeshi ya malaika wanapaza sauti wakisema, mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Mtakatifu ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Mtakatifu ni Bwana. Pigia Bwana makofi na vigelegele vingi. Haleluya. Tukae tu, tusimame. Marko mlango wa 6 mstari wa 30 mpaka 44. Marko 6:30 mpaka 44. Ni ndefu. Haleluya. Roho Mtakatifu atusaidie. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari ya mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakienda hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani na mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda huko mbio. Watu wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakawatangulia kufika. Aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakisema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Waage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wakawaandikie, na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12 na vipande vya samaki pia, na ila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Amen. Tukae. Haleluya. Kichwa cha somo ni Yesu Kristo ni chakula cha uzima. Yesu ni chakula cha uzima, ndicho kichwa cha somo. Kitu cha msingi katika hichi kichwa cha somo ni chakula na uzima. Chakula cha uzima. Katika maisha ya mwanadamu, maisha ya kiumbe chochote yanategemeana na chakula kiumbe kinachokula. Mimea inakula mbolea, wadudu wanakula vitu ambao wana vyakula vyao, wanyama wana vyakula vyao, wengine wanakula majani, wengine wanakula nyama. Wanadamu wana vyakula vyao. Ili kusurvive
ili kuishi unahitaji chakula. Haleluya. Bila chakula hata mimea inashindwa kuishi. Kwa uzima wa mtu unategemeana na chakula anachokula. Ukiona mtu ni kibonge, inategemeana na chakula anachokula, japokuwa kunenepa kunategemeana na amani ulionayo. Aweza kula chakula cha kawaida ukanenepa. Kwa chakula mtu anachokula kinaweza kikaamua akondeane, awe na utapia mlo, anawiri, awe na matege, awe na macho mekundu ama ya njano, awe na figa ama sio na figa. Inategemeana na ulaji wa mtu. Nywele, zamani mama wangu alikuwa ananiangalia ananiambia, hizo nywele utakuwa na minyoo. Eti mama ananiangalia nywele zangu hapa ananiambia nina minyoo eti kwa sababu ya nywele. Kwa hiyo chakula unachokula kitaamua pia uwe na nywele za kipilipili au za Kiarabu. Natania. Lakini chakula kinaamua muonekano wa mtu, uzima wa mtu, nguvu za mtu, uhai wa mtu. Sometimes unaweza usiwe mzuri sana, lakini ukala vizuri ukaficha kidogo madhaifu yako. Mama yetu akatufundisha akatuambia, wanangu, hata ikatokea toka wadogo kabisa, akatuambia kwenye maisha hata uwe na shida kiasi gani, hakikisha unavaa vizuri, hakikisha unakula vizuri. Mama alituambia hivyo. Kwa nyumbani maisha ya kulenga, lakini Jumapili lazima nyama. Msosi mezani tunakula utafikiri matajiri, lakini maisha ni magumu. Kwa mama akatuambia tu tunakula vizuri. Yesu Kristo ni chakula cha uzima. Chakula ni cha muhimu kwa ajili ya uzima. Sasa hicho ndio kitu cha somo. Na kiBiblia chakula ndicho kinachoamua hatima ya mtu. Baada ya watu kuumbwa, kwanza hawakuumbwa mpaka wakaandaliwa kitu chakula. Mungu aliumba kwanza wanyama wote na mimea yote na matunda yote. Ndipo akamleta Adam na Eva ili wasiwazi watakula nini, bali wale wakute chakula kipo tayari, wapange tu budget. Lakini hapo wakapewa tena chakula cha kimtego, wakaambiwa mule vyote lakini usile. Hatima ya mwanadamu imeamuliwa na ulaji wake. Kwa sababu baada ya Eva na Adam kula lile tunda ndio wakaamua kwamba tunaishi maisha ya shida. Kwa kuishi kwa raha na kwa shida kulitegemeana na uchaguzi wao katika kula. Kwa kula kwa mtu kunaamua hata juu ya maisha yake ya kiroho. Yakobo akala chakula cha Esau, akapoteza future yake, akaharibu hatima yake. Akawa mtumwa wa Yakobo, Esau huyo. Akawa mtumwa wa Yakobo kwa sababu ya ugali wake wa dengu alokula. Kuna mwanaume mmoja hapa ameshakuwa zuzu kwa sababu ya chakula fulani alikula cha mwanamke fulani ambao sio mke wake. Kuna mtoto mmoja hapa akili zake zimevurugwa kwa sababu ya kitu fulani alipokuwa shuleni na mwenzake akala. Kuna mama mmoja anateseka afya yake kwa sababu ya chakula fulani alipewa wakati ameenda kwenye ramani na mwenzake. Hii ina maana ya kwamba chakula kinaweza kuathiri maisha ya mtu positively or negatively. Danieli akaazimu moyoni mwake akasema, sitajitia unajisi kwa kula chakula cha mfalme. Kuna vyakula ambavyo vina corrupt maisha ya mtu. Ni vitamu vinapoingia kwenye midomo yetu, lakini ni vichungu vinapoenda kugusa hatima zetu. Kwa chakula kimebeba
nguvu ya kimwili na nguvu ya kiroho inategemeana na aliyeandaa hicho chakula. Nimekuwa nikiwashuhudia mara nyingi. Enzi hizo za uchanga wangu wa kiroho, mimi nilikuwa siombei watu sijui toka. Mimi chochote tu, nikijisikia kuombea nguo naombea, nikijisikia kuombea chakula naombea. Naweza kutumia chochote kumponya mtu. Hiyo siku mama mmoja ameshika kikombe cha maji. Ninaogopa mapepo, mimi ni mdogo, nina kaumbo kadogo. Alafu mwanaume kashikwa na mapepo mkubwa akajazia. Alafu mwanaume akasema, nikinyanyuka hapa nitawaua wote. Akakanyaga meza ile meza ilikuwa ina TV, kakanyaga meza ikacheza hivi. Mimi nikatoka na jasho. Yule mke wake akajua ni joto ni kali, kumbe nasikia woga. Nikamwambia yule mwanamke, bwana mama, hebu fungua mlango, joto ni kali. Afu nikakaa karibu na mlango. Afu yule mama ameniita kutoka mbali nikamwombe mume wake. Asa mimi nikakaa karibu na mlango, yule mama akajua mtumishi anasikia joto. Kumbe mimi nimesoma ramani, nikasema huu mlango mpaka amalize kumuua mke wake utakuta mimi niko kule barabarani. Mimi naogopa mke wake aogopi kwa sababu nafikiri ashamzoea. Mwanaume kajazia yuko vizuri. Mimi rohoni nasikia kitu kinaniambia ukimwombea huyu mtu kimwekea mkono hivi anafunguka. Mwilini nasikia kitu kinaniambia ukimshika tu atakuua wewe, mke wake atapona. Nikaogopa, nikamwambia mke wake, leta maji na kikombe. Nimeshika maji na kikombe. Nina imani ya kwamba naweza kugeuza haya maji yakawa damu ya Yesu. Kinaogopa, nasema nikitoa sauti nikianza kuomba atanirukia. Nikashika. Nikasema kimoyomoyo, nikasema kuanzia sasa haya maji kama ambavyo Yesu aligeuza divai Kana ya Galilaya, maji yakawa divai, na mimi nageuza haya maji. Sio maji tena, ni damu ya Yesu. Sawasawa Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Sawasawa na Ibrania 2:14, na damu ya Yesu Kristo inenao mema kuliko ya Abeli. Sawasawa na Ibrania 2:14, kwa kuwa watoto walishiriki mwili na damu, yeye naye alishiriki ili kwa njia moja apate kumharibu alikuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ninayasema lakini nimefunga mdomo kwa sababu ya woga. Nayasema kwenye moyo wangu. Nilipomaliza nikamwambia mke wake, chukua mnyunyuzie, afu mengine mpe anywe. Yule mke wake kafanya hivyo. Yule baba kalia, mnanunguza hayo sio maji, mnanunguza. Nikaanza kujisikia raha. Kidogo mapepo yakatoka. Kila maana ya kwamba si kila maji unayopewa ni maji. Si kila chakula unachopewa ni chakula. Si kila zawadi unayopewa ni zawadi. Ila inategemeana na anayekupa. Inaweza nikawa ninakupa kitu huko moyoni, ninanuia nasema akila hichi chakula asikatae wazo langu. Akila hichi chakula kikafanye ABCDE. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya chakula, chakula ni kitu ambacho mtu anakula katika mwili, lakini ni kitu ambacho anayekitoa akijua kucheza nacho vizuri, anaweza kumuaffect ama kumuathiri mtu kiroho na kimwili hapo hapo. Haleluya. Haleluya. Ala Yesu Kristo ni chakula cha uzima. Danieli alisema sitajitia unajisi kwa kula chakula. Chakula ni lango la ukombozi. Chakula ni kifungo. Biblia inasema ilipofika wakati wa Mungu kuwatoa Waisraeli Misri, hakutumia bunduki wala mshale, alitumia msosi. Mungu anamwambia Musa, saa imefika ya kuwakomboa. Ili mtoke kwenye hichi kifungo, chinjeni mbuzi, kondoo, afu mule, msibakize kitu. Afu damu mpake mlangoni. Kama ambavyo
chakula kinaweza kumfunga mtu, kumbe Mungu anaweza kutumia hiyo chakula akamfungua mtu. Kwa wana wa Israeli walitoka Misri kwa kula chakula cha kondoo waliomchinja wenyewe. Na kila mtu anayemwamini Yesu leo anatoka kwenye vifungo vyake kwa kula mwili na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, isiyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Haleluya, haleluya. Asa nini maana ya ile kondoo waliochinja? Ni kondoo kama kondoo zingine. Ile nyama ni nyama kama nyama zingine. Alikapashata yagade. Biblia inasema Shetani akamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza ili jiwe liwe mkate. Yesu akamwambia Shetani, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo chakula walichokula wa Israeli ilikuwa ni chakula kama vyakula vingine, lakini kilichotofautisha ile nyama ya kondoo na nyama nyingine walizokuwa wanazila kabla ya kondoo kuchinjwa, ilitangulia neno la Bwana likisema ya kwamba awamu hii nyama ya kondoo sio nyama ya kawaida. Awamu hii damu ya kondoo sio damu ya kawaida, itakuwa ni chakula cha mpenyo cha kuwatoa utumwani kwenda kwenye uhuru wenu. Haleluya, haleluya. Roho Bwana anasema na mtu mmoja leo ya kwamba kiko chakula cha uzima ambacho kinategemea tu upate neno moja kwa Bwana. Ukae malangoni pa Bwana upate neno. Hilo neno ukilichanganya na kile unakijua, utapata neema ya kuona wokovu kwa kupitia Yesu kama chakula cha uzima. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anakuwaje chakula cha uzima? Kwa njia ya neno. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alitoka kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa yeye vitu vyote viliumbwa, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Mstari wa 4 kama sikosei. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 12 kama sikosei. Huyo neno alifanyika mwili akaja kwetu, nasi tukauona utukufu kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Na Yesu akasema, mimi ndimi chakula kilichoshuka kutoka juu mbinguni, ili kwamba yoyote anilaye mimi aishi milele, asife tena. Haleluya, haleluya. Anakujaje kwako Yesu kwa chakula cha uzima? Anakuja kwa njia ya neno. Mesa. Haleluya. Okay, twende kwenye hili neno tuweze kutoka hapa. Sasa wamekula watu buku 5. Wamekula watu buku 5 kulingana na nature ya Wayahudi. Lakini wamekula watu zaidi ya 1,000 kulingana na nature ya dunia ya leo ya 50-50. Ujanielewa, nisikize kwa makini. Kiyahudi walochukulia poa wanawake. Kwa hiyo akasema mstari wa 44, na walio ila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Na kisaikolojia watu wenye vibe la kufatafata ushambenga na ni wanawake. Akija mtume na nabii hapa, akaanza kupuliza watu, akaanza kutabiri. Watakaoenda wengi ni nani? Asa mtume na nabii Yesu Kristo amekuja, anafanya miujiza kama ile. Wewe unatazamia waliofuata ni wengi, wanawake au ni wanaume wengi? Alafu kundi linalofuata la watoto. Nenda kwenye mkutano wote wa Injili, itambele kuokoka watoto mpaka mtafanya kuwasukuma, wanakuwa wengi. Asa waliohesabiwa hapa ni wanaume 500.
Probably bila mashaka hapa palikuwa na watu 1,500 na kuzidi. Tunaweka hapo wamama zaidi ya 5,000, itakuwa ni zaidi ya 10,000 kwa walikuwa watu 5,000 wanaume. Tujumlishe hapo na wanawake zaidi ya 5,000, itakuwa ni 11,000 na pointi. Tujumlishe hapo na watoto, kwa hiyo ni karibia ni watu 16,000 au 15,000 wakala msosi. Sasa twende kwenye mambo ya msingi kwenye ile andiko. Jambo la kwanza ni nguvu ya faragha na Bwana. Huu muujiza ulitokea kwenye faragha na Bwana. Ndugu zangu, katika kutafuta uso wa Mungu, unajua faragha maana yake ni mahali penye utulivu ambapo watu wanakaa kwa ajili ya kutafakari na kupumzika. Na hao watu walikuwa na Yesu. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 31, akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu mkapumzika kidogo. Nature ya Yesu ilikuwa baada ya kuhubiri anaenda faragha, anajitenga na watu kwenda kutafuta uso wa Bwana. Wakati ambapo mtu mmoja anateswa na mume wake, wakati ambapo mtu mmoja anateswa na watoto na familia, wakati ambapo mtu mmoja anateseka kwa sababu ya hali ya uchumi, mtu mmoja anapoteswa na magonjwa, mtu mmoja anapopita mahali pagumu ambapo haoni msaada, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wanafunzi walimwambia Yesu, mahali hapa ni nyika tupu. Nyikani ni mahali ambapo hakunaga nyumba, nyikani ni mahali ambapo hakunaga jirani, nyikani ni mahali ambapo hapaoti kitu, hakuna chakula, nyikani ni mahali ambapo pana upepo mkali, nyikani ni mahali ambapo pana vumbi, nyikani ni mahali ambapo huwezi kusema hata ulale chini upumzike, maana upepo hautakuacha upumzike. Nyikani ni mahali ambapo ni kama pametengwa, ukikaa hapo ni kama mtu aliyetengwa. Sikiliza, inawezekana unajiona huko nyikani, hauna jirani, hauna rafiki, hauna ndugu, hauna mtu yoyote ambaye anaona machungu yako, anaona mapito yako, anaona mateso yako. Ukijitambua ukatafuta faragha na Bwana, ukamwambia Bwana, nataka nikuone katikati ya nyika. Bwana anaweza kulisha watu chakula wakala na kusaza katikati ya mazingira ambayo chakula hakiwezi kuonekana. Maana maandiko yanasema walimwambia Yesu waagize watu watawanyike waondoke, maana hakuna namna wataweza kula mahali hapa. Ni watu wangapi? Ni watu 1,500 na zaidi. Ni watu wangapi? Ni watu 11,000, ni 15,000 na zaidi. Watu 15,000 na zaidi wako nyikani, hakuna jirani, hakuna kibanda cha chakula, hakuna chochote. Na kuna mtu mmoja ambaye yuko anabeba familia, ni kubwa, ni nzito, inamlemea, yuko anabeba jukumu ni nzito, hawezi kulibeba. Anasema, Roho Bwana, siku ya leo Yesu ni chakula cha uzima. Ukijua kumtegemea yeye, hakuna mzigo ambao hautaweza kuufikisha, maana kwake mambo yote yanawezekana. Haleluya! Haijalishi ni watoto wengi kiasi gani, haijalishi ni wa kwako au ni wa mama mwingine, haijalishi ni wa mjomba alikufa akakuachia, haijalishi mzigo ulionao ni mzito kiasi gani, faragha na Bwana. Bwana anafanya mambo mazito kuwa mepesi. Bwana anafanya njaa kuwa shibe, mpaka na makombo yanabaki. Utabakiza makombo na majirani wanakuja kula kwako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ili uweze kumwona Yesu kwenye hivyo viwango, pata muda naye. Wakati wanakusema kaa hapo naye, nani atakusema? Mpendwa mwenzako, nani atakusema? Yule ambaye watazamia kutie moyo. Maana Biblia inasema kwamba Martha na Mariamu, sijui nani yule alikuwa anahangaika, ni Martha au ni Mariamu alikuwa anahangaika? Yule Martha amekaa miguuni pa Yesu, Mariamu anahangaika, akaanza kumsema ndugu yake hapo. Sasa mimi nahangaika, huyu amekaa tu hapa. Kusema take it easy, mtu anayekusema mpotezee.
ni mjinga. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayemsema mtu mwingine kwa baya. Mtu yoyote ambaye anasema wengine, huyo mtu ukimfuatilia kwanza inawezekana ni maskini. Ukimfuatilia huyo mtu inawezekana hakuna mtu yoyote aliyefanikiwa ambaye ana muda wa kumsema mtu mwingine. Hayupo mtu mwenye akili ambaye ana muda wa kumsema mtu mwingine. Kwa hiyo ambia na watu wa parara wahurumiwe. Usimchukie, mhurumie. Kuna level hajafika. Kuna viwango hajafika. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna viwango vya maisha ukifika, kuna viwango vya kiroho ukifika, hutapata muda wa kumsema mtu mwingine, maana utakuwa unajiona unajipotezea muda. Haleluya! Kwa hiyo ombea wachonganishi, watu wa hila, au bado kuna level wako hapo chini. Kuna viwango wakifika watasema nilipotezaga muda pale. Na wewe usikubali kuzubaisha na mtu ambaye bado ni wa level ya enda mbele kama mtu wa viwango vya juu. Haleluya! Haleluya! Biblia inasema ya kwamba watu wamjuao Mungu wao watatenda mambo makuu. Wakati watu wengine wanasema unashoia, wewe unajua unakoenda, unaendelea na safari. Wakati watu wengine wanasema ya kwamba hufai, wewe unaendelea, unajua saa ya kufaa ikifika wataanguka chini waseme kumbe tulikuwa tunamcheka, kumbe tulikuwa tunamdharau, kumbe tabaki hapo kwenye kumbe. Mwambie mwenzako tabaki hapo kwenye kumbe. La. Haleluya. Asa, unajua Yesu anakuwa chakula cha uzima kwa watu wake, lakini lazima ufike level za kutafuta kumwangalia yeye bila kuyumbishwa na kitu chochote. Faragha na Bwana. Haleluya. Ila kitu cha pili, nguvu ya kumkimbilia Mungu. Biblia inasema hivi, Yesu alimaliza kuhubiri, akamwambia wanafunzi wake tuacheni, haijaandikwa hivyo lakini ndio tafsiri yake. Akamwambiaje? Twendeni faragha. Ni kama anawaambia tuwatoroke, hawa watu ni wengi, tutalala hapa. Wakapanda mashua. Kaladesh kahaga. Wakapanda mashua. Watu wenye shida zao, ambao wamechoka kusemwa vibaya, watu wenye shida zao ambao wamechoka kuumwa hospitalini kila siku, watu wenye shida zao ambao wamechoka kudhalilika, wakasema aisee, wanatutoroka. Wamepanda mashua, wakaambiana tuwakate kwa mbele. Haleluya, haleluya. Hujanielewa? Ngoja nilisome. Biblia inasema ya kwamba watu wengi wakaona wakienda zao. Mstari wa 33. Na wengi wakatambua. Wakatambua nini? Wakatambua hapo tumechezewa kama mchezo ndio tunaachwa hivyo. Na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu kutoka miji yote, wakatangulia kufika. Wakaambiana, huyu jamaa ametuchenga, anatuacha, tusikubali. Na huu ugonjwa ulivyonitesa miaka, sikubali. Na huu maskini wanaponizomea, sikubali. Na haya malaana yanaponitesa, sikubali. Wamepitia wapi? Wamepita hivi. Na sisi tukatie hapa kwa gonga, tutakutana Sanya. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipofika anashuka kwenye mashua hivi, akakuta watu ni wengi kuliko wale alioacha kule. Haleluya! Unapokuwa na shida yako usilale, sema sikubali kubaki kwenye hii shida. Nitamtafuta Bwana asubuhi, nitamtafuta mchana. Mchungaji, kuna namna ananichenga lakini sitakata tamaa. Ninang'ang'ana na Yesu, nataka nimuone Yesu. Uking'ang'ana ukijua kumkimbilia Mungu, sio mtume, sio nabii, ukijua kumkimbilia Mungu, saa itafika Yesu atainua msaada kwa ajili yako, nawe utakula na kusaza na magonjwa yako yataponywa. Haleluya. Haleluya. Yesu ni chakula cha uzima. Kwa hiyo hatutalala tukipiga miayo, tusubiri tumshibe Yesu. Hatutapata lifti tukiwa tumelala kitandani. Tutakutana naye mbele. Wewe mwambie Yesu, umeniacha mwaka jana sijavuna, lakini tutakutana hapo mbele. Utanikuta, inakusubiria Bwana.
Yesu na ujanja wake wote akajua amewaacha, yuko kwenye mashua, anashuka hivi, hao hapa baba, tuko mimi bado sijasaidiwa. Unajua akasemaje? Mstari wa 34, naye aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu ilikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Kwa sababu gani? Ya huruma. Kuna saa tunateseka kwa sababu ya laana tulizo nazo. Tunateseka, kuna mambo tulikosea huko nyuma. Tunateseka, kuna madhambi tulifanya, tunapitia adhabu. Sasa kuna viwango vya kumtafuta Mungu, ukifika hivyo Mungu anasema kwa huruma acha nimsaidie. Kweli hastahili kwa sababu naona laana imemfunga tangu babu yake na baba yake na mama yake, lakini kwa sababu umekaza kunipenda nitakusaidia. Haleluya. Usikate tamaa, usichoke, usijisingizie kwa chochote. Roho Mtakatifu nisaidie nimalize. Lakini nasikia uwepo wa Mungu umefunika mahali hapa. Haleluya. Zelia agadash kesolia proskitul. Namba 3. Yesu ni chakula cha uzima. Lakini namba 1 nimesema tafuta faragha na yeye. Usijihukumu. Na madhaifu yako hivyo hivyo mtafute Mungu. Haleluya. Namba 2 nimesema mkimbilie. Saki na umana. Sawa amekuacha peke yako. Sawa unaona kama kanisa limekusahau. Hata saa nyingine uwiano kwa Nyarambe upewi. Wewe njoo na mchango wako, mwambie mjini mlisahau lakini niko hapa mbele na mimi ya kwangu hii. Haleluya. Fanya kama kwa Bwana. Namba 3 ni nguvu ya shukrani na baraka. Haleluya. Unajua namba 4, point namba 4 ni thamani ya kidogo ulicho nacho. Unajua Yesu aliuliza, kuna chakula hapa? Hebu angalieni mna kitu gani? Kwenye Marko anasema walienda kukagua, wakakuta kuna samaki 5, samaki 2 na mikate 5. Kwenye Luka kama sio kwenye Mathayo, injili nyingine moja inasema hivi. Wakasema yuko hapa mtoto mmoja, yuko na samaki 2 na mikate 5. Kibongo bongo, sema kibongo bongo. Sema kibongo bongo basi. Acha tuanzie huko kibibilia. Kibibilia wanamwambia hivi, yuko hapa mtoto mwenye samaki 2 na mikate. Kibongo bongo, huyu mtoto lazima alitumwa na mama yake dukani akalete samaki na mikate, chakula cha usiku. Alipokutana na watu, Yesu na yeye akaunga. Anajanielewa. Na yeye akaunga. Huyu mtoto ametoka wapi na samaki 2 na mikate 5 kwenye ile kusanyiko hivi? Lazima alitumwa na mama yake. Roho Mungu ananiambia nikwambie kitu. Inawezekana kuna ploti ya mtu unaisimamia. Hiyo ploti itakupa maploti yako 1000. Usidharau kitu kidogo ulichopewa. Utunze hata kama ni cha mtu unatunzia. Maana inawezekana huyu mtoto alibeba samaki za mama yake na mikate ya mama yake akaenda kulisha watu 16,000, na wewe ulichopewa iwe ni kidogo umerithishwa na mama yako, iwe ni kidogo umerithishwa na baba yako, iwe ni kidogo umepewa na mjomba utunze, kinaweza kukuzalia kikayabadilisha maisha yako. Haleluya. Ukikutana na Yesu
chochote atakachokukutana nacho anaweza kukitumia akayabadilisha kabisa maisha yako. Sijui kama unanielewa. Haleluya. Turudi kwenye pointi namba 3. Nguvu ya shukrani na baraka. Kwenye Marko anasema Yesu akavinyanyua akanyosha juu. Kinachosababisha tutumie nguvu kubwa matokeo kidogo ni laana. In case kama hujanielewa vizuri, turejee kwa Abraham, kwa Eva na Adam. Mungu akamwambia hivi, kwa kuwa mmekula mmelaaniwa, ardhi itazaa michongoma, mtalima kwa jasho utakula. Kwa ugumu wowote mahali popote ni laana inasababisha. Tunapoona ustawi na mafanikio mahali popote ni baraka inasababisha. Ili Adam na Eva wazae na kuongezeka, Biblia inasemaje? Bwana akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa mituni na kila chenye kutambaa kitambaacho katika ardhi. Hii ina maana ya kwamba ili uweze kutawala ng'ombe, ili uweze kumiliki mifugo, ili uweze kupata chochote, kinachotangulia lazima baraka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo uhaba na njaa na mateso ya pale nyikani, kuna kiwango cha baraka ambacho kilikosekana. Yesu akainua kile kidogo alichokuwa nacho akakibariki. Nataka niongee na mkulima mmoja hapa siku ya leo. Nataka niongee na mfanyabiashara mmoja hapa siku ya leo. Ninataka niongee na kibarua mmoja anayefanya kazi ya kupuliza dawa kwenye mashamba ya watu na kupalilia na kukamata robo siku ya leo. Usidharau kazi unaofanya. Usilaani kazi unaofanya. Usilaani shamba unalolima. Tamka baraka, mwambie Bwana, hapa ndipo ambapo utanipa nyumba yangu. Hapa ndipo ambapo nitasomeshea watoto. Na kuamini Yesu utanitajirisha. Hichi kibarua sitafanya milele. Ukirudi nyumbani na buku 10, change, toa hapo 1000, wewe kwenye bashi. Kifika nyumbani, piga magoti pale kwenye kitanda chako. Mwambie Yesu, asante nimerudi na 10,000. Hii 10,000 kuna siku nitarudi na laki hapa kwa kutoa moja. Tamka. Mwambie Mungu, sijakuibia, 1,000 yako hii hapa Bwana nimeweka kwenye bahasha. Kesho toka. Kesho kutwa nenda. Usilaani, usinungunike. Jipe muda. Haleluya. Jipe muda. Mwaka utapita, miaka 2 itapita, miaka 3 itapita. Baada ya miaka 5 kila mtu Mungu anambariki kulingana na alivyomwamini. Au barikiwi mpaka uaminiwe. Ukiaminiwa ndani ya mwaka mmoja utapokea. Kama itachukua muda mrefu, miaka 5 Mungu kukuamini, baada ya miaka 5 maisha yako yatabadilika. But we need something, wanasema kwa Kiingereza, consistent. Tunatakiwa kuwa focused. Tusiumbe. Tumwamini Mungu kwa kidogo tulicho nacho. Tusinungunike, tubariki, tutamke baraka juu ya kidogo tulicho nacho. Hallelujah. Tumshukuru Mungu kwa kidogo tulicho nacho. Hicho kitu cha kijinga hicho kinaweza kukuvusha kwenye bahari ya Shamu. Mungu akamwambia Musa, unalia nini Musa? Kwani una nini mkononi? Akasema na fimbo. Hata fimbo na bahari wapi na wapi? Akamwambia kachape, akachapa pakapasuka akapita. Musa anaogopa, maana majamaa nao hapo nyuma wanakuja kwa kasi.
Watoto wanani wachuga hapa wanasema mwendo wa ngiri kia juu sijui nini. Spidi wanakuja. Musa akaambiwa chapa tena, akachapa, maadui zake wakapita hapo wakafurika. Kitu kidogo ulichonacho nacho kizarau kinaweza kufanya maajabu. Kikapasua bahari mbele yako, ukapita. Maadui wakaja nao wakajichanganya kwenye baraka yako, ukachapa tena, mafuriko akawapeleka. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Na mwisho, nguvu ya matendo ya imani. Hallelujah. Nilishuka kule shambani kule, nikapita kwenye shamba moja. Baadaye sana nikaja kugundua kumbe shamba ilikuwa imeoteshwa. Shamba ina majani. Jamaa akaja na kiduku katandika hapo hapo juu ya sangari. Kaotesha hapo maharage. Hata nikasema hii mambo inakwaje? Kidogo tunapita tena nikakuta mama mmoja yuko na ndago iko hapa, yeye mzee yuko na kiduku anaweka tu maharage. Hata nikasema hii mambo inaenda kweli? Anza sikushauri kaoteshe juu ya ndago au juu ya sangari. Lakini nakushauri kwamba usikate tamaa. Hallelujah. Fanya kitendo cha imani. Fanya kitendo cha imani. Toka nyumbani, chukua jembe lako, kama una shamba usiliache, kalioteshe. Fanya kitendo cha imani. Kenda kwa duka la muuza mbegu. Sijui duka sijui ni mama gani anauza mbegu hapo mtaani. Mwambie sasa nipimie kiasi gani? Nipe debe 3. Usimwambie sina hela. Nipe debe 3 kaoteshe. Ukishakuja nyezi ngwaneni tu, wakati unazingwana maragi yanaendelea kuo. Serious nakwambia. Ukikaa kiboya boya utaka utoboe. Kikubwa hujaenda kumuibia. Ukimzingua wiki atakuacha tu, asubiri, ukivuna utamlipa maharage yake. Ukijikunyata isaidii. Hakuna mtu mwenye roho nyepesi aliwahi kufanikiwa kwenye maisha. Kaza roho, kachukue mbegu ya njegere. Usiende kama una hela, mwambie ongeza kidogo, ongeza sado 2 zimepelea. Kaoteshe huku unafanya sala. Ile hela mama nani? Mwambie kwa kweli ndio nimeotesha hela sijui. Ongea lugha nzuri, usiache kupokea simu yake. Pokea simu yake, ukiona zimekuwa kidogo picha, piga picha, mwambie usijali bwana, nitavuna. Na wewe mwenzako akikuzingua kwa staili hiyo usichukie. Mshukuru Mungu una hiyo mbegu mwenzako hana. Usigombane naye kisa kakukopa haja kurudishia. Maisha tunategemeana. Yesu akawaambia, watandikieni watu. Msifikiri kwamba ule mkate ungebebeka. Kama ulikuwa ni mikate 5,000 haingebebeka. Kilichokuwa kinatokea pale ni kwamba kila akitoa inajaa, kitoa inajaa. Kwa mikate haikuwa mingi sana, lakini ilikuwa haishi. Bwana apewe sifa. Kwa wakafanya kwa imani, watu wakala na kusaza. Na wewe usikae hapo chini ufie hapo njaa. Toka kama wanaume wengine, toka kama wanawake wengine, kachukue mbegu, kaoteshe. Tutapambana huko mbele kwa mbele, tukivuna tulipe madeni ya watu. Hallelujah. Mbona umefurahi sana hiyo? Alafu utakuja kukopa usikatae ukasema itakuwa ni ile alimfundisha mchungaji. Wewe mpe tusimame. Msiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiniache, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu
uniongoze. Ulisema naposhinda nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali na usiniache peke yangu. Mungu wangu, uniongoze bado napita, uniongoze bado naku